Licha ya kuwa wakazi wa visiwa vya Zanzibar wana misingi imara, utu, huruma na mshikamano, lakini wapo baadhi ya wanajamii wamekuwa na uelewa mdogo kwa watu wenye aina ya ulemavu wa mfumo wa kujisaidia, ambao hupelekea kujisaidia au kwenda haja kubwa na ndogo kupitia ubavuni, na hapa hupelekea kufungwa mfuko maalum wa kuhifadhia kinyesi ambao huitwa colostomy. Mimi ni miongoni mwa wazazi ambao kuwa na mtoto anajisaidia kwa mfumo maalum, na sasa hivi ana umri takriban miaka 7.5 na amezaliwa katika hali kama hiyo, na amezaliwa hospitali ya Mnazi Mmoja. Baada ya kuzaliwa kwake nikapata taarifa kwamba mtoto wako hana sehemu ya haja kubwa wala haja ndogo. Hapa Zanzibar ulemavu wa aina hiyo bado ni mada nyeti na isiyoeleweka kikamilifu katika jamii inayotuzunguka. Mfumo wa kujisaidia katika njia iliyokuwa si ya kawaida kuna za aina nyingi. Na hii ni miongoni mwa maradhi ambayo watoto wanazaliwa nayo. Manake mtoto anazaliwa tayari lile tatizo analo. Kitaalamu tunaita congenital anomalies. Manake anazaliwa na mfumo wa njia aidha ya haja kubwa au mfumo wa njia ya haja ndogo au mfumo wa njia ya uzazi. Manake tunazungumzia sehemu ya chini, kwamba kimaumbile unakuwa hauko sawa. Aidha anakuwa hana njia ya kutolea haja kubwa ambayo kitaalamu tunasema anorectal malformations, au anazaliwa mfumo wa kutolea haja ndogo hauko sehemu yake inayostahiki. Wengi wao wanakuwa kwa sababu ndio kwanza kazaliwa mtoto anatakiwa anyonye, na ili anyonye lazima awe anatia chakula na kutoa haja kubwa. Kwa hiyo katika kipindi kile ndio kwanza kazaliwa, ndani ya siku 2 au 3 ya kuzaliwa, huwa tunawatengenezea njia ya kutolea haja kubwa kwa muda kupitia sehemu ya tumbo ambayo tunasema kitaalamu temporary colostomy. Hali hiyo husababisha unyanyapaa kwa baadhi ya wanajamii. Watoto wetu tunajua kwamba wale ambao wamesharekebishwa njia zao wanakuwa hawana control. Hivyo chuo kikubwa kinatoka bila mpangilio. Tunapowapeleka shule tunawatilia na vifaa vyao. Lakini jambo la kusikitisha, vile tulivyowapeleka ndio vile ambavyo wanarudi. Na hiyo ndio inapelekea watoto wenzao wanyapai. Mtoto wa miaka 6 akivaa pampers katika jamii yetu sio jambo la kawaida. Kwa hiyo tunaruhusu unyanyapaa. Kwa hiyo tunaomba walimu waweze kulichukua hilo na waweze kulifanyia kazi ili na sisi sote tujione tuna thamani sawa na wengine. Wakati mwingine watoto wenzake ambao kwa anacheza nao ndio kama wanakuwa wanamta, wewe mapempasi wewe, usikae na sie, nenda kwa mipempasi. Analia mwenzake, mwenyewe analia, anakuja ndani ananiambia, baba mimi wale wananita mapempasi, mimi baba kwa nini niko hivi, bora mimi baba nife basi. Anapoenda kucheza na wenziwe kila kati anaambiwa ananuka, anaambiwa mtu mzima anavaa pampers. Ni jambo ambalo linamwathiri sana katika kichwa chake na kutamani na kusema maneno mabaya ambayo yananikatisha tamaa na kunivunja moyo. Ukiachana na uelewa mdogo kwa jamii, changamoto kubwa inawakabili watoto wenye ulemavu wa aina hii ni gharama kubwa za kununua vifaa, kushindwa kupata huduma za ufuatiliaji wa mara kwa mara kutokana na hospitali zinazoshughulikia matibabu yao kuwa ni chache. Vifaa muhimu vya colostomy si tu kwamba vinapatikana kwa shida, ni vigumu kuvipata, bali vina gharama kubwa. Wazazi wetu wengi hasa wale wenye kipato cha chini hawana uwezo wa kumudu gharama hizi. Tunaiomba Wizara ya Afya kuhakikisha upatikanaji wa vifaa vya colostomy unakuwa rahisi na endelevu katika hospitali zote za serikali. Tulipokuwepo kliniki yetu Mnazi Mmoja tulikuwa tunapatiwa huduma vizuri sana, lakini baada ya kupelekwa Lumumba tunapata changamoto. Kwanza kliniki ni moja, wagonjwa wote watoto wote ambao wana matatizo mbalimbali tunakutana na daktari mmoja. Tunaenda pale saa 11 tunaondoka saa 3 usiku. Tunaomba hili mlifanyie kazi. Ile sehemu ambayo kuwa anatolea kinyesi, sehemu yake ya kujisaidia ubavuni, inanyambuka, inakuwa mtihani, unakuwa ni tabu hata kumwangalia. Na wakati mwingine mikojo inaziba kwa sababu mavazi yake yanavaa colostomy bag ikiwa hamna, sababu ndio kama ulivyofahamu kwamba colostomy bag bei yake ni 25 kwa moja. Mimi sina umiliki wa kuweza kununua kila siku, na hata hizo pampers nanunua pasa lile ambao kwa kuna pampers 50, lakini nikwambie baadhi ya wakati anatumia wiki moja, lakini baadhi ya muda siku 3 zishamaliza pampers.
maana kwa siku anaweza kutumia pampers 10 mpaka 15. Huyu ni mtoto Yunus Ramadhan, ni mtoto mwenye ulemavu wa mfumo wa kujisaidia. Anasema kutokana na hali hiyo hajisikii vizuri. Naitwa Yunus Rashid Osman. Sijisikii vizuri kidogo. Naamka, mama anisafisha. Namaliza, anavaa nguo zangu chuoni. Kwa upande wa wadau wa maendeleo ya watu wenye ulemavu na serikali kupitia Wizara ya Afya Zanzibar, wanazungumziaje kuhusu changamoto hizo na nini kifanyike? Ili uelewa uweze kwenda vizuri, mimi nasema kwamba tuweze kuendelea kutoa elimu kupitia vyombo vya habari, kupitia sisi wadau wa masuala ya maendeleo ya watu wenye ulemavu, lakini pia naweza kusema pia serikali ilichukulia hili jambo kwamba ni jambo muhimu sana kuweza kuwapatia msaada ama kuwapatia huduma ambazo wanazozihitaji watoto hawa. Serikali iongeze wataalamu wanaoenda kusomea hususan masuala ya upasuaji wa watoto ili kuweza kuokoa hao watoto na kuweza kuwatolea huduma vizuri, lakini pia kuendeleza kutoa huduma hizo za kawaida ambazo tayari zinatolewa, hususan za vifaa kama hivyo vifaa vinavyohitajika kama hizo colostomy bag na vitu vingine, na vituo sehemu ambazo inatolewa zile huduma. Kuwe kuna nesi maalum ambao wamepata mafunzo maalum ya utoaji wa huduma zile, kwa sababu hata kushughulikia colostomy sio kila nesi au kila daktari anaweza kujua kufanya ile. Lazima kuna mafunzo maalum yawe yametolewa kwa nesi ambao wanashughulikia wagonjwa wale, na wawepo maalum, maana itasaidia hiyo. Wakifanywa hivyo maalum inaweza ikakidhi. Huduma hii ya kupatikana kwa colostomy bags kwenye hospitali zetu, kwa mujibu wa miongozo ya utoaji wa huduma ya sekta ya afya, hazitolewi kwenye kila kituo cha afya, ila zinatolewa kuanzia hospitali za wilaya, mkoa na kuendelea. Tutalifuatilia swala hilo, tutaifuatilia changamoto hiyo na kuhakikisha kwamba hospitali zote ambazo zinapaswa kuwa na colostomy bags kwa mujibu wa mwongozo wa matibabu wa Wizara ya Afya, basi zinakuwa nazo hizo colostomy bags. Lakini pia changamoto nyingine ambayo imetajwa kubwa ya tatu ni gharama kubwa za colostomy bags pamoja na vifaa vya kusafishia na vilainishi. Serikali kupitia Wizara ya Afya imekuwa ikitoa matibabu bila ya malipo yoyote kwa watoto hawa, na wakati mwingine matibabu haya yanashindikana katika hospitali zetu, basi serikali inalipa gharama zote watoto wapate matibabu katika hospitali zetu za Tanzania bara, lakini nao pia ikishindikana basi tunawapeleka nje ya nchi. Changamoto zote ambazo zitakuwa zinaibuliwa wakati au katika maisha ya watoto wetu hawa, ambazo zinahusiana na sekta ya afya, ambazo zinahusiana na sekta ya elimu, ama zinahusiana na sekta ya maendeleo ya jamii, mkurugenzi yupo hapa, basi tusisite kuziwasilisha katika sekta husika haraka iwezekanavyo, ili kwa pamoja tuweze kuzichukulia hatua na kuweza kufanya maisha ya watoto wetu yawe mepesi na yawe sawa kabisa na watoto wengine ambao hawana matatizo kama haya. Hawa ni miongoni mwa wazazi 30 wa Unguja na Pemba waliounda umoja wao kutokana na watoto wenye ulemavu wa mfumo maalum wa kujisaidia, kwa lengo la kuwaunganisha pamoja ili kuhakikisha wanapata elimu kuhusu hali zao pamoja na kupata msaada wa kisaikolojia.